Yapo makundi ambayo hapa nchini Kenya yameanzishwa ili kupora na kuhakikisha kwamba wananchi wanapoteza pesa. Makundi haya hujificha na swala la betting, lakini ukifuatilia kwa makini, kusudi lao ni kuhakikisha kwamba Mkenya hafaidiki na faida inabaki kwao. Karibu tumulike jinsi unavyoweza kuhakikisha kwamba umebuni kikundi kikiwa na kusudi la kupora Wakenya. Unapotaka kuingia na kupora Wakenya, hili ni jambo rahisi kwa sababu utahitaji kusajili kampuni, na ukisha sajili kampuni useme kama ni ya kuwekeza, halafu uongee na walio madarakani vizuri. Ukisha fanya hivyo, utaweza kuwapora Wakenya vizuri na hakuna hatua ambayo itachukuliwa kwako, kwa kuwa mkono mtupu haurambwi. Inamaanisha lazima wewe utaingia kwa mfuko na kuweza kutoa hongo kwa wale ambao wanasajili kampuni na wale ambao wako juu ya huyo mtu ambaye amewapa idhini ya kuweza kusajili hiyo kampuni. Ndivyo inavyoendelea katika kutafuta kazi hapa ughaibuni, na wakati unapofanya hivyo unajipata pesa zako zimekunywa maji. Serikali haipo mstari wa mbele katika kuyatetea. Serikali haiko katika mstari wa mbele kuwatetea watu wanaonyanyaswa, kwa sababu wanasema ya kwamba ati wewe unatumia mihadarati na ndio maana unaweza kukosa kazi. Mwaka jana ndivyo ilivyokuwa. Watu walisajiliwa na mahojiano yakafanywa, lakini wananchi waliojitokeza waliishia kupoteza pesa zao. Isitoshe, ukweli ulifichuka jana wakati waziri wa wizara ya wafanyakazi alisema ya kwamba wananchi wanakosa kazi katika nchi za nje kwa sababu hao ni walevi na wanatumia bangi na miraa. Isitoshe, walisema ya kwamba kwa sababu ya matumizi ya mihadarati, hicho ndicho kimekuwa chanzo cha Wakenya wengi kujipata hawana kazi. Sisi wana Kihara FM tunauliza hivi: ni nani aliyetoa ruhusa kwa hiyo mihadarati kupenya hapa nchini Kenya, wakati tuna idara zinazoshughulikia maswala ya kuangalia bidhaa zinazoingia hapa nchini? Ilichoma picha na kusikitisha kusikia ya kwamba Wakenya wanahusika katika ulevi mbalimbali wanahusika katika ulevi mbalimbali, na hasa ikitoka kwa waziri inafanya Wakenya wafutwe kazi. Pia ilichomea wale ambao wameajiriwa, kwa sababu wale wameajiriwa pia wataanza kupitia madhila na mateso, kwa sababu itasemekana walipimwa na ikabainika ya kwamba hata wao waliajiriwa wakiwa walevi.
Ni vizuri tujichunge ili tusije tukahatarisha maisha ya wanaofanya kazi ikiwa ni wakenya katika nchi za nje. Kwa sababu taarifa kama hii ikiangukia masikio ya mtu ambaye ni mnyanyasaji, Mkenya lazima atapitia dhulma mbalimbali. Sakata nyingi hapa nchini lazima zitafutiwe kikomo. La sivyo tutaishi kupoteza mabilioni ya pesa kwa sababu wengi watakuja na kufungua kampuni. Hasa ikiwa ukifungua kampuni na ufanikishe kupeleka mtu nchi za nje, unabaki na elfu zisizopungua 20. Leo ndio nataka niseme ya kwamba lazima wakenya tuungane kama wimbo wa taifa unavyosema, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Lazima kwetu sisi kupata ustawi na kunawiri, lazima tuishi kwa undugu, kwa sababu kuishi na undugu ama kwa sababu